Ni huzuni na ni taarifa mbaya kwa familia, mume, mama ambaye alibahatika kupata mtoto huyo, wazazi, ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Alizaliwa Septemba 28 mwaka 1988. Baadhi ya vyombo hutaja alizaliwa mwaka 1984. Kuna namna ambavyo huwa anabadilisha umri wake. Alipata umaarufu mkubwa kitaifa na kimataifa baada ya kushinda taji la Miss Tanzania mwaka 2006 na kuwakilisha vyema nchi kwa mashindano ya Miss World nchini Poland. Baada ya hapo aliingia kwenye kiwanda cha filamu ya Bongo Movie na kuwa mmoja wa waigizaji nyota na wenye ushawishi mkubwa zaidi, huku akibatizwa jina la Miss Tanzania. Alibahatika kupata mtoto wa kiume ni baada ya mapambano ya muda mrefu. Akaamua kutafuta suluhisho la kitaalamu kwa matibabu ya IVF. Alihudhuria kliniki na madaktari bingwa wa uzazi nchini Tanzania, kitaalamu kama inaitwa in vitro fertilization au IVF, upandikizaji wa mimba. Anaitwa Wema Isaac Sepetu. Wema Sepetu alifanikiwa kupata mtoto wake wa kwanza wa kiume mnamo Juni 12, 2026 katika hospitali ya Saife jijini Dar es Salaam, akiwa na mpenzi wake ama msanii tunayemfahamu kwa jina la Whozu. Safari yake ya kuelekea kuwa mama ikawa moja ya simulizi zenye mguso mkubwa zaidi nchini Tanzania kutokana na changamoto nzito za kiafya, kisaikolojia na kijamii alizopitia takriban miaka 20 tangu alipoingia kwenye umaarufu wake. Kwa miaka mingi Wema Sepetu alikuwa akitafuta mtoto bila mafanikio. Kupitia mahusiano yake mbalimbali ya zamani, changamoto kuu alizokuwa akikabiliana nazo ni pamoja na matatizo ya kubeba ujauzito kawaida. Ilikuwa ni changamoto za mfumo wa uzazi zilizomzuia kushika mimba kwa njia ya kawaida kwa muda mrefu, kuharibika kwa mimba. Mara chache alizofanikiwa kushika mimba, ujauzito huo ulikuwa ukitoka kabla ya muda. Yaani maana yake unatoka kabla ya miezi 9, ikiwemo na mimba ya kwanza aliyoshika na mpenzi wake Whozu. Kukata tamaa ilifika hatua hadi kufikia 2025 Wema alijiondoa kiakili kwenye ndoto hiyo ya kuelekeza kupata mtoto na kuamua kuweka hadharani umri wake kwamba ana miaka 38 na kuhusu swala la kumpata mtoto amemwachia Mwenyezi Mungu. Amekuwa ni mtu ambaye akinyanyapaliwa sana kutokana na kuwa maisha yake ya siri alikuwa wazi alipopitia kunyanyapaliwa mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kuitwa tasa, kuitwa mgumba, mashabiki na wakosoaji wa mitandao walikuwa wakimshambulia kwa kumkejeli mara kwa mara kwa maneno hayo makali baada ya kushindwa kupata mtoto. Shinikizo la kisaikolojia. Wema alikiri mara kadhaa kuwa mashinikizo hayo yalikuwa yakimpa maumivu makali ya moyo, lakini alichagua kuomba na kusubiri miujiza itokee. Kushinda kupata mtoto kiteknolojia. Baada ya mapambano ya muda mrefu, Wema Sepetu aliamua kufuata suluhisho hilo ambalo awali nimekuambia. Sasa kuna maneno mengi ambayo wengi walikuwa wanazungumza, kama vile Wema kuonekana yule mtoto amechukua mtu mwingine, kama vile kuonekana yule mtoto sio wa kwake na vitu vingine kama hivyo. Kuna zitu ambalo naenda kukuambia na kukutobolea siri. Hizo zilikuwa ni utangulizi ya wale machache ambayo pengine unayasikia ama unaambiwa. Kwa wewe ambaye hujasubscribe na ni mara yako ya kwanza, basi nikuombe chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hayo ili uweze kuona kitu gani ambacho nataka nikakumanishia siku ya leo, lakini pia uweze kuona kitu gani ambacho naenda kukizungumzia siku ya leo. Karibu na hakikisha umesubscribe.